بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye katuwezesha kuweza kutekeleza ibada hii, ibada ya saum, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuipokea ibada hii na saumu yetu iwe ni kafara ya madhambi yetu. Na pia tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuimaliza Ramadhani kwa salama na iwe ni sehemu ya mafunzo na darasa katika maisha yetu, ili tuweze kufanikiwa hapa katika dunia na kesho akhera. Mwenyezi Mungu akipenda, leo tutazungumza kuhusiana na masala ya swala. Kama ilivyopendekezwa jana, ilikuwa tuzungumzie sifa ambazo mwanadamu akisifika nazo atapendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama tulivyokuwa tumeanza kuzungumza sifa ya kwanza. Lakini kulingana na maoni yaliyotoka, na ni maoni mashallah mazuri, kwamba kutokana na umuhimu wa swala na kwamba swala ndio kila kitu, na swala ndio ibada ya kwanza ambayo atakayohesabiwa mja siku ya kiyama, ikawa kwamba hakuna budi tuzungumzie pia swala hili, tuzungumze kuhusiana na swala yenyewe ilifaradhishwa vipi, lakini pia tuzungumzia masharti ya swala, tutazungumzia nguzo za swala, tutazungumzia ni mambo gani ambayo ni ya sunna mtu kuyafanya katika swala, na kisha tutazungumzia mambo ambayo yanayobatilisha swala. Kwa hiyo ni mlolongo wa mambo muhimu, hasa pengine watu wengi sana wamekuwa wameghafilika kuhusiana na swala hili. Na ndio maana mfano kama hapa tukianza kuulizana kwamba masharti ya swala ni nini, mtu anaweza labda pengine akawa hajui, au anaenda tu msikitini anajua kuna kutawadha, na baada ya kutawadha kuna kuingia msikitini na nini, lakini vitu hivyo ni vitu vya msingi. Mtu lazima avifahamu na avijue, aviweke katika akili yake na avifanyie kazi, kwa sababu swala ndio chanzo cha mafanikio ya mtu. Kwa hiyo msingi wa mafanikio unapokuwa ni dhaifu, basi mpaka yale matendo ya yule mtu yanakuwa ni dhaifu. Unapoharibu kwenye ibada ya swala, unakuwa umeharibu mambo mengi sana katika maisha yako. Leo nilikuwa nasoma makala moja, kaiandika bwana mmoja hivi, rafiki yangu anaitwa Ramia, kuhusiana na hukumu ya mtu ambaye anafunga lakini haswali. Akaanza kuzungumza shekhi kuhusiana na hukumu ya mtu asiyeswali, mtu ambaye haswali hukumu yake ni nini. Kukawa kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza ikawa ni kafiri, yani asiyeswali maana yake ni kafiri, yeye na Mkristo, yeye na Myahudi, yeye na mtu ambaye ni budhi. Budhi ni hawa wahindi wanaoabudu mioto, wengine wanaabudu ng'ombe, hawa wote hawa. Kwa hiyo mtu ambaye anaitwa Khadija, anaitwa Aisha, anaitwa Abubakar, anaitwa Salim, anaitwa nani, lakini haswali, basi hukumu yake ni kafiri. Kauli ya pili kasema inaangaliwa na ile sababu ya kutokuswali. Kwa nini yeye haswali? Ima ni kwa sababu ya uvivu, au anaacha kuswali kwa sababu ya makusudi. Kwa hiyo kama ni makusudi anakufuru, lakini kama ni kwa sababu ya uvivu, mbona uswali, nitaanza kesho kutwa, basi huyu haingii katika ukafiri, anakuwa yani anahesabika kwamba ni asi, amemwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa ukiangalia hii kauli ya pili haina dalili. Sawa jamani? Yani ushahidi wa maneno haya kwamba anakuwa ni asi, anakuwa hauna dalili. Kauli ambayo ni raji, yenye nguvu, mtu asiyeswali maana yake ni kafiri. Zikatolewa dalili na hadithi ambazo ziko wazi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwanza ndani ya Qur'an anasema wama umiru illa liya'budullah, kwamba wanadamu sisi kuletwa hapa duniani hatukuamrishwa tutafute maisha. Ikawa mtu fikra yake na mawazo yake na nini, kila kitu ni maisha yake na good life, apate maisha bora, maisha mazuri, apate nini, basi akishapata hivyo vitu anyoshe miguu na afanye mambo yake. Sisi binadamu hatukuamrishwa tulivyoletwa duniani tufanye hivyo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anataja sababu, anasema wama umiru illa liya'budullah, yani watu hawakuamrishwa chochote isipokuwa waje hapa duniani wamwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.
Na ndio maana mtu swala la kutafuta na nini ni swala la ziada, kwamba ili aweze kuimarisha maisha yake na aweze kupata riziki ya kula, aweze kusimama na kumwabudu Mwenyezi Mungu akiwa ameshiba, lakini lazima iwe msingi mkubwa ni ibada. Na ndio maana mtu kama ameoa au mtu hajaoa, utafutaji wake ni ibada, kuilisha familia yake ni ibada, kila utakachokifanya kwa ajili ya familia ni ibada. Kwa hiyo asili ya mwanadamu kuletwa hapa duniani ni kwa sababu ya kufanya ibada. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Asema wanadamu hawakuletwa hapa duniani isipokuwa wamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na zile ibada wakimwabudu Mwenyezi Mungu wamwabudu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani siwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa kutaka radhi na thawabu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usimridhishe mtu, usimfurahishe mtu, usifanye ibada ili mtu fulani akuone, usifanye ibada ili fanya ibada kwa ajili ya kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha mwisho akasema wayuqimu salata, na waisimamishe swala. Swala la kusimamisha swala kuna tofauti. Kusimamisha swala na kuswali ni vitu viwili tofauti. Mtu anaweza kuwa ana swali lakini hasimamishi swala, hiyo swala yake ni sifuri. Na kuna mtu sio kuswali tu bali anaisimamisha swala, bimaana anaiweka kwamba itawale nafsi yake, itawale maisha yake, mambo yake yote yawe ni kwa sababu ya kuswali. Huku ndio kuisimamisha swala. Na kisha Mwenyezi Mungu katika aya nyingine anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba mimi sikuumba majini na watu isipokuwa waje kufanya ibada. Lengo la sisi kuumba, ndugu zangu, na majini na viumbe vyote tunavyoviona, hizi nyumba, miti, wanyama na vitu vyote vinamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi kwa sababu elimu yetu ni finyu, mawazo yetu na fikra zetu na macho yetu na masikio yetu, hatuwezi kudiriki vile vitu ambavyo vinafanywa na vitu vingine, lakini lengo ni kwamba viumbe vyote wanamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu kama mwanadamu kaletwa kwa ajili ya ibada. Sasa unapoacha kufanya ile ibada, maana yake umekiuka lengo na makusudi ya wewe kuletwa hapa duniani. Kwa hiyo unakuwa umekataa, umepinga, wa alaikum salam, unakuwa umekufuru yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyafaradhisha na ameyalazimisha. Hiyo ni dalili ya kwanza, lakini dalili ambayo iko wazi zaidi kuhusiana na swala la mtu ambaye asiyeswali ni kwamba ni kafiri. Ni pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi sahihi anasema al-ahdu bainana wa baina al-kufri tarku as-salah faman tarakahu faqad kafara, au kama qala alayhi salatu wassalam, kwamba makubaliano yaliyoko baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu ni ibada ya swala tu. Yoyote ambaye si swali atakuwa amekufuru. Yoyote asiyeswali atakuwa ni kufuru, atakuwa amekufuru. Bimaana ukafiri, ndugu zangu, ni kupinga yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kayaamrisha. Mathalan, tunapozungumza kwamba wasiokuwa Waislamu ni makafiri, kwa nini? Kwanza wamekataa shahada kwamba Mwenyezi Mungu sio mmoja, na wamemkataa Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba mtume sio mtume wa haki wala sio mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hizi ni kawaida jamani, tuendelee, si ndio? Kwa hiyo unapokataa ibada unakuwa umepinga yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kayaamrisha. Kwa hiyo unakuwa umekufuru. Al-kufru maanahu, yani kufru maana yake ni kupinga. Kwa hiyo mtu ambaye labda pengine haswali, bimaana amekufuru kwa sababu amepinga na kukataa kutekeleza ile ibada ya swala. Ndio maana tukasema kwamba anakuwa amekufuru. Na hii ndio tofauti ya mtu ambaye ni Muislamu na mtu ambaye sio Muislamu. Mtu ambaye ni Muislamu anaswali, akiwa tayari ashaitwa Muislamu anatekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemlazimisha na yale ambayo Mwenyezi Mungu amemwekea kwamba ayafanye. Kwa hiyo unapokataa kufanya ni kana kwamba wewe umepinga na hautaki na huko radhi kutekeleza. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faman tarakahu faqad kafara. Alaikum salam. Yoyote ambaye atakayeacha kuswali atakuwa amekufuru, yani atakuwa amepinga yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha. Hii ni hadithi ambayo iko wazi kuhusiana
na tatizo na dhambi ya mtu ambaye asiyeswali. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, usiwe unaonekana kwamba ni Muislamu, umevaa kofia, umevaa kanzu, umevaa juba, umevaa stara, au unajulikana kwa majina mazuri tu, majina safi ambayo ni ya Kiislamu, alafu ukawa huswali, ukawa unategemea kwamba ukifa utaenda kupata mafanikio. Ibada ya swala ni muhimu sana, na hukumu ya mtu asiyeswali ni mtihani mkubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema, as-salatu imaduddin, swala ndio nguzo ambayo inayosimamia dini baada ya shahada mbili. As-salatu imaduddin, swala ndio nguzo ya dini. Faman tarakaha faqad hadama ad-din, yoyote mwenye kuiacha swala atakuwa ameivunja dini, ameiharibu dini, ameichafua dini. Sawa jamani? Waman aqamaha faqad aqama ad-din, na yoyote mwenye kuisimamisha swala basi atakuwa ameisimamisha dini. Angalieni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyokuwa wazi kuhusiana na hukumu ya mtu asiyeswali. Bimaana unapomwona mtu kavunja dini ni pale ambapo anapokuwa amekataa kuswali, na unapomwona mtu kaisimamisha dini ni pale ambapo unapomwona yuko bize wakati ambapo inapoadhiniwa. Wakati wa swala unapofika, basi anakuwa ni mwepesi wa kuitikia huku na huku. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yako wazi kuhusiana na hukumu ya mtu asiyeswali. Mimi niseme kwamba usidanganyike kwamba wewe utakuwa na mafanikio iwapo kama utakufa hali ya kuwa ulikuwa unapuzia swala na hali ya kuwa ulikuwa huswali. Na angalieni dhambi jinsi ilivyokuwa kwamba mtu asiyeswali ni kafiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Maun kazungumza wazi kuhusiana na hukumu ya mtu ambaye asiyeswali, au yule mtu ambaye anaswali ya dhuhuri anasahau alasiri, anaswali magharibi anasahau salatul isha. Yani yeye kazi yake anadokoa, akiona watu wanaenda msikitini na yeye anakwenda nao. Siku ambayo watu hakupata gari na kwenda msikitini, au hakuona watu wanaenda msikitini, basi unakuta ameghafilika, yupo tu, hajui afanye nini, hajui aache nini. Swala zitampita kama kawaida, siku mbili siku tatu, nilikuwa nimeghafilika, nitaanza kesho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, sura ambayo ni maarufu, hakuna mtu asiyeweza kuisoma hapa, labda wachache. Mwenyezi Mungu anasema, araaita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'ami al-miskin fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Mwisho kamalizia, alladhina hum yuraun wa yamna'una al-ma'un. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyoshuka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno haya wakati yanashuka, maswahaba walikuwa wanashangaa kwamba je, itafikafikaje kwamba mtu asitekeleze ibada na wakati aya na hadithi na maamrisho yote yanaonyesha kwamba swala ni lazima. Lakini ni kweli ndio hali ambayo tuliokuwa nayo sisi. Unamkuta mtu yupo tu, subhanallah, yupo lakini hajui kwamba ibada kwake yeye iko vipi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, araaita alladhi yukadhibu bid-din, je, umewaona au unawajua au umewafahamu wale watu ambao wanaoikadhibisha dini, wanaoipinga dini? Bimaana yukadhibu bid-din, yahdimuna ad-din, wanaivunja dini, hawataki kufuata taratibu na sheria za Mwenyezi Mungu ambazo alizozishusha ili ziweze kuwa ni mwongozo kwa watu. Anamfundisha, anasema, araaita alladhi yukadhibu bi fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wale wanaoivunja dini namba moja ni yule mtu ambaye anayemnyanyasa mtoto ambaye ni yatima. Hii ni ya kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haiachi kuwa na kheri nyumba ambayo inaishi ndani yake mtoto ambaye ni yatima. Mtoto yatima ni mtoto aliyekosa wazazi wawili au mmoja katika wazazi wawili akiwa bado hajabaligh. Yani mathalan akafariki mzazi kama ni mama au baba, akaacha mtoto mdogo ambaye hajafikia umri wa kubaligh. Umri wa kubaligh kwa mtoto wa kike ni miaka 9 au 13, lakini inaanza miaka 9, inategemeana na hali ambayo, mazingira ambayo yapo katika jamii. Mathalan sehemu zenye joto na sehemu zenye baridi
katika kubalighi kwa kijana au mwanamke kuna tofautiana. Haya, unapomwona mtu anamnyanyasa mtoto yatima, hamtendei haki, anamtukana, anampiga, hamvishi, yani anamfanyia vitu ambavyo ni vya ajabu, sio vya kibinadamu, huu namba moja katika watu waliovunja dini. Kinyume chake Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa ahadi, na hii ni bishara ambayo tuitoe kwa wazee wetu, Mwenyezi Mungu awalinde na wahifadhi. Mama yangu pale, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi na mtu ambaye mwenye kuwafanyia wema mayatima siku ya kiyama peponi tutakuwa ni kama vidole hivi viwili. Yani mtu ambaye anaishi na mtoto yatima atakuwa yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam kahataini, yani watakuwa kwa karibu, pepo ya Mtume hapa na wewe uko hapo basi. Kwa hiyo ni fadhila na ni kheri na ni thawabu nyingi kuishi na mtoto ambaye ni yatima. Wengi wanawajengea vituo na nini, lakini kawaida inatakiwa kila mmoja achukue wake akae naye nyumbani. Ni rasilimali nzuri katika maisha ya baadaye baada ya kufa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumza wa kwanza, fadhalika alladhi yad'u liyatim. Hao ndio yani wale wanaoikadhibisha dini, ambao walioikufuru dini, walioipinga dini, ni wale ambao wenye sifa ya kuwanyanyasa na kuwanyanyapaa watoto ambao ni mayatima. Fadhalika alladhi yad'u liyatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hao ni watu wa kundi la pili. Na wale ambao wenye pesa Mwenyezi Mungu kawaneemesha, akawapa riziki, akawapa nini, hawahimizani kuwapa chakula maskini. Unaridhika ukalala ukawa umeshiba na jirani yako hujui atakula nini. Au kuna sehemu unajua kuna maskini lakini hauko tayari kuwasaidia. Hili ni kundi la pili miongoni mwa watu ambao wanaikadhibisha dini. Kisha kundi la tatu Mwenyezi Mungu akataja fawailul lilmusallin. Ukiangalia maneno yako tofauti. Tofauti yake ni nini? Kuna tofauti ya mtu wa kwanza anayemnyanyapaa na kumnyanyasa yatima. Kuna tofauti ya mtu wa pili ambaye asiyewapa chakula maskini. Mtu wa tatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ukubwa wa ibada ya swala akaanza kutaja adhabu moja kwa moja. Akasema fawailul lilmusallin. Moto wa wailu umeandaliwa kwa wale ambao wenye kuswali swali. Moto wa wailu, hii wailu ni aina ya moto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaitenganisha pepo. Kuna jannatul ma'wa, kuna jannatul firdaus, kuna jannatu darus salam, kuna jannatu rayyan. Haya yote ni majina ya pepo. Kisha pia ndani ya moto una tabaka. Kuna jahim, kuna jahannam, kuna wailu. Hizi zote haya yote ni majina ya moto. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja yani tabaka moja katika tabaka za moto ambayo inaitwa ni wailu. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu katika kutafsiri aya hii yasema wailu ni sehemu katika moto wa jahannam. Laiti ingechukuliwa milima ya duniani yote ikawekwa pale, basi ile milima ingeyeyuka kutokana na joto. Yani ni sehemu ambayo ule moto ni mkali sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumza akasema fawailul lilmusallin. Moto wa wailu umeandaliwa kwa wale wenye kuswali swali. Kisha Mungu akataja sifa yao watu wenye kuswali swali, alladhina hum an salatihim sahun. Wale ambao kuna kuswala zao ni wenye kuzisahau. Makafiri mara nyingi wanapotaka kuwatatiza Waislamu wanawaambia nyie mnaswali, hamuoni kama Mungu kwenye Qur'ani kawaandalia moto mnajifanya kuswali? Wanasema wanatoa hiyo aya kwamba fawailul lilmusallin, wanasimama hapo kwamba Mwenyezi Mungu kaandaa moto wa wailu kwa wale watu wenye kuswali. Sasa nyie mnaenda msikitini, sio mnaenda kufanya nini? Mmeandaliwa moto. Kitabu chenu cha Qur'ani kinasema hivyo. Lakini subhanallah wanachukua kipande sehemu ambayo wanaitaka wao. Lakini kawaida ya Qur'ani inajitafsiri yenyewe. Qur'ani inajieleza yenyewe. Mara nyingi inapotaja sehemu huwa inatoa tafsiri sehemu nyingine. Ndio hapa katika hii aya akasema, aya ya pili kwamba alladhina hum, sifa ya hawa watu wenye kuswali. So watu wa aina zote wanaoswali jamani. Alladhina hum an salatihim sahun, ni wale ambao wanazisahau swala zao. Anaweza kuswali ya dhuhuri kama hivi wakiadhini salatul isha ataenda kuswali kwa sababu tumezungumza watu waswali. Lakini salatul fajr ukimwamsha hayuko tayari kuamka aenda kaswali salatul fajr. Ukimwamsha ni ugomvi.
Na saa zingine mtu anasikia adhana kabisa, adhana inaadhiniwa lakini hayuko tayari kuamka aende kuswali. Kwa hiyo anasahau salatul fajr. Kesho akiona watu wengi wako msikitini na dhuhuri na nini, somo labda imembana na nini, huyo unamwona wakiadhini na yeye aende ili angalau akae apigwe na feni pale msikitini basi. Salatul asri ikiadhiniwa hayupo, labda akaenda kwenye shughuli zake. Salatul maghrib ndio kabisa utamkuta ni kwa sababu huku labda watu wakiadhini ndio watu waende kula machungwa, watu waende kufungulia muadhini msikitini visheti, machapati na viazi, ndio aende akaswali. Lakini salatul isha kishashiba, usimwambie tarawih, usimwambie salatul isha, usimwambie vitu vingine mpaka kesho Mwenyezi Mungu akipenda. Hawa ndio walioandaliwa moto huo, ndugu zangu. Kwa hiyo nimependa katika mazungumzo ya swala tuanze kuzungumza hukumu ya mtu asiyeswali. Mtu asiyeswali, ndugu zangu, ni kafiri. Na kwa nini tutasema hivyo? Kwa sababu hana hoja. Ni kafiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-ahdu bainana wa baina al-kufri tarku as-salah faman tarakaha faqad kafara. Yani maneno Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza mwenyewe moja kwa moja bila chenga, tuseme kwa lugha ya vijana. Hamna chenga kwamba utakuwa ni ipi sababu ambayo ataitoa kwamba yeye haswali. Ni ipi? Kwa sababu adhana iko hapo inaadhiniwa. Kila atakapokwenda mtu ataacha kuswali yeye mwenyewe. Lakini muda wa swala anaujua, wakiadhini anajua kwamba time za swala zimeingia na haswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam kazungumza katika hadithi sahihi kwamba asiyeswali ni kafiri. Na kisha katika hadithi nyingine akazungumza kwamba mtu ambaye asiyeswali anakuwa ameivunja dini. Sasa kuvunja mimi nadhani ni tofauti na kutengeneza. Mtu mwenye kutengeneza ni mtu ambaye kasimamisha swala, ndio akaitengeneza dini, akaifanya iwe safi. Na kuivunja dini maana yake ni kuikanusha dini na kuipinga dini. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tusidanganyike kwamba huku sijui ibada nini. Jamani, swala ni wajibu. Na swala ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Na swala ndio ibada ya kwanza ambayo mwanadamu atahesabiwa siku ya kiyama. Ikikutwa ile ibada imepungua, basi na mambo yako yote uliyofanya baada ya hiyo swala yatakuwa yamepungua. Na ukikuta hiyo ibada ya swala imekamilika, basi na matendo yako yote yatakuwa yamekamilika. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, swala ina fadhila kubwa na swala ina ubora mkubwa. Mbali na kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ukubwa na ubora wa swala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumteremshia mtume Jibril wa kumwambia kwamba swala ni wajibu, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliipanga safari, akamchukua mtume sallallahu alaihi wasallam akampeleka mpaka mbinguni, kisha akamkabidhi ile swala mwenyewe kwamba ibada hii ni ibada yangu na ibada tukufu, nendeni wewe na umma wako muitekeleze ibada hii. Kwa hiyo hamna wasita, wenyewe wanaita, hamna njia ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia kwenda kuchukua swala. Mwenyezi Mungu mwenyewe alikuja, Mwenyezi Mungu alimtumia Jibril alayhi salam, akamchukua mtume Maka. Baada ya kumchukua mtume Maka, akampeleka Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni msikiti huko Palestina. Baada ya hapo mtume sallallahu alaihi wasallam faurija bihi ila samaa, mtume akapandishwa mbinguni. Baada ya kupandishwa akaenda mpaka mbingu ya saba. Alipofika mbingu ya saba, akafikia sehemu ambayo yeye Jibril alayhi salam hawezi kwenda. Akamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, hapa tulipofikia sasa mimi siwezi kwenda mbele, mimi hapa nimefikia mwisho, wewe nenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafika mpaka sehemu panaitwa Sidratul Muntaha. Alipofika hapo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala faauha ila abdi ma auha, Mwenyezi Mungu akampa ile ibada ya swala. Na kama tulivyozungumza mwanzo, hii swala ilikuwa ni swala 50. Sisi Waislamu tulitakiwa kila siku tuswali swala 50. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba apunguziwe kwa ushauri wa Nabiiullah Musa alayhi salam. Akapunguziwa mpaka zikafika swala 5. Zilipofika swala 5, Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hizi swala 5 mwenye kuziswali kamili, thawabu zake anapata ni sawa na mtu aliyeswali swala 50. Kwa hiyo sio kitu cha mchezo jamani. Na ukiona mambo ya watu wengi yanaharibika,
basi ujue chanzo ni kwa sababu ya utekelezaji wa swala. Mimi nikupe homework kwa siku moja tu, ujitahidi uswali swala 5 kamili kwa wakati wake, kisha uihisi nafsi yako itakuwaje. Yani ukae uiangalie nafsi yako kwa zile swala 5 kwa siku, kwamba alhamdulillah tangu alfajiri mpaka sasa hivi swala 5 nimekamilisha. Utaiona nafsi yako ina furaha, utaiona nafsi yako imeshiba, utaiona nafsi yako ina matumaini. Kuna kipindi inafikia kwamba alhamdulillah, mimi hata kama nikifa, lakini ninakokwenda napajua. Wallahi alazim ndugu zangu, japokuwa haitakiwi kwa Muislamu kuwa hivyo, unatakiwa uwe baina ya matarajio na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini unapotekeleza ibada zako vizuri kwa wakati na zikawa 5 kamili, basi unahisi faraja katika nafsi yako. Na wallahi alazim kuna watu wengine subhanallah, anapopitwa na swala moja tu anahisi kama nakufa. Nafsi inapata wasiwasi mpaka kutembea hawezi. Anaona haya, mimi nina deni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama nitagongwa na hiyo gari au nikagongwa na pikipiki, nikafa na dhima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kutoka kutekeleza ibada, nitafanyaje? Kwa hiyo hii ni hali ambayo watu wengi, nyumba nyingi tunazo subhanallah, watu hawaswali. Hebu nenda msikitini siku ya Ijumaa, alafu ukitoka siku ya Ijumaa ujiulize, hawa watu wamekuja wapi, wametoka wapi siku ya Ijumaa, na katika swala zingine wako wapi? Kuna misikiti mingine ukienda Mombasa inafurika mpaka na watoto wadogo wanaswali salatul fajr, kwamba mama haridhiki mimi ni swali salatul fajr, alafu kuna mtoto amelala humo ndani na watu wanakwenda msikitini alafu yeye ambaka amelala. Lakini kuna maajabu, mtu anaamka anamwacha mke wake amelala, anaenda na swali, anarudi anamkuta amelala na hawezi kumgusa wala kumwamsha wala kufanya chochote. Ngoja niwaambie kitu sasa. Katika vitu ambavyo mwanaume anapomwacha mke wake halaumiwi ni pale ambapo mwanamke anapokuwa haswali. Taraka kwake yeye ni wajibu apewe. Sasa kwa sababu, kwa nini? Kwa sababu yule ambaye mwanamke ambaye haswali, unapompa nasaha akakataa, ukampa nasaha akawa haswali, anafanya mambo yake na wewe unafanya mambo yake, tayari kwamba yeye sio Muislamu. Anapokuwa si Muislamu ataishi vipi na wewe ambaye ni Muislamu? Sawa? Na ndio maana ikawa kwamba yani katika vitu ambavyo ni halali wala havina tatizo ni kwamba mimi mathalan namwacha mke wangu kwa sababu haswali, talaka wala haina tatizo. Haina tatizo kwa sababu ni ibada ya swala. Kama ameacha kuswali atatii mambo mengine. Kwa hiyo ndugu, na vile vile mwanamke kama na imani thabiti, na yeye katoka nyumbani kwao alikuwa mashallah dini ndio dini, kwa hiyo kafika nyumbani kaolewa na mwanaume, anamwona mwanaume amuelewe, mwanaume aswali, mwanaume analala, mwanaume hivyo tu basi, mwanamke ana haki mwambie mume wangu mbona uswali? Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, vipi mbona sono. Kwa hiyo ana haki mwanamke kupeleka kesi kwa kadhi na talaka apewe. Siwezi kuishi mimi na mwanaume asiyeswali. Wallahi alazim ndugu zangu ni mambo ya ajabu. Mtu kama huswali, nguo zako zinakulaani, nyumba unayoishi inakulaani, chakula unachokula kinakulaani, kila unachokifanya wewe ni laana, kwa sababu umepinga na kukiuka neema ambazo alizokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haya ni matatizo ndugu zangu ya mtu asiyeswali, na huu ni ugonjwa wa taifa. Mimi niseme labda nyumba nyingi sana na unamkuta mtu anahangaika na maisha, anahangaika na nini, hana amani katika nafsi yake, hana utulivu katika nafsi yake. Na utulivu ataupata wapi na wakati ameshindwa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tekeleza ibada ya swala, utaona mabadiliko katika maisha yako. Utaona kila kitu ambacho kilikuwa akiendi vizuri kimeenda sawa. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu as-salatu ad-du'a. Swala ni dua. Ibada ya swala ndugu zangu ni dua. Kwa hiyo unapokuwa unamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukawa unaswali, bila shaka utamwomba Mwenyezi Mungu akutengenezee mambo yako. Angalia Muislamu anasema maneno haya mara ngapi? Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kisha Muislamu anasema ihdinas siratal mustaqim. Sawa? Muislamu anasema ihdinas siratal mustaqima akiwa amesimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu atakunyima vipi? Sawa jamani? Unasema alhamdulillahi rabbil alamin, kila sifa kamilifu anastahili Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe wote. Arrahman, Mwenyezi Mungu ambaye mwenye kutoa rehema zake na neema zake hapa duniani bila kuchagua.
Ar-Rahim, Mwenyezi Mungu ambaye atakayewarehemu siku ya kiyama waja wake wema kwa kuchagua. Kisha Muislamu anasema iyyaka na'budu, kwako wewe Mwenyezi Mungu ndio tunaabudu, wa iyyaka nasta'in, na kwako wewe Mwenyezi Mungu ndio tunaomba msamaha na ndio tunaomba msaada. Kisha Muislamu anasema ihdina siratal mustaqim, Mwenyezi Mungu, mambo yetu mabaya, mambo sio mazuri, sasa tuongoza kunako njia iliyonyoka. Ukiwa unamwambia Mwenyezi Mungu kwa siku mara 5, tuseme kwa uchache, Mungu ataacha vipi kukuongoza? Kwa hiyo mimi niseme kwamba ukitafuta mtu aliyeharibikiwa, sio yule mtu aliyefilisika akawa hana chochote, bali ni mtu ambaye aliyepoteza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tujue kwamba kuna kesho na kuna kesho kutwa, na siku ikiondoka hairudi tena. Kwa hiyo ikiwa kama tulikuwa tumeghafilika, basi turudi katika yale tuliyozungumza jana, kwamba Mwenyezi Mungu anawapenda waja wenye kutubia. Weka azma katika nafsi yako kwamba wewe hukujiumba. Weka azma katika nafsi yako kwamba wewe uliumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jamani, kila siku tunanunua simu, tunanunua redio, tunanunua TV, tunanunua nini? Tunanunua vitu vingi sana kila siku. Sawa jamani? Lakini unapofungua lile boksi, unakuta kuna karatasi umepewa. Kwa sababu ile simu hukuitengeneza wewe. Aliyetengeneza labda yuko China, yuko Vietnam, yuko Uingereza, yuko Marekani, yuko wapi? Huko aliko. Yeye ndiye aliyetengeneza. Unapofungua ile simu, unakuta kakuwekea karatasi inayokuelimisha au kitabu matumizi ya kitu ulichokinunua. Si ndio? Kama ni redio, kama ni simu, anakuambia usiweke kwenye maji. Mbona uchukue hiyo simu kaitupa kwenye maji? Sawa jamani? Anakuambia unapokuwa unachaji simu fanya hivi, weka hivi, fanya hivi. Kwa nini? Kwa sababu ukikiuka yale mafundisho ambayo yamekupa katika ile karatasi, basi chombo chako hakitadumu, kitaharibika mapema. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutuumba akatuacha bure. Akatuletea Qur'ani na akatuletea na Sunna. Sunna maana yake ni mafundisho sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na akaweka yote ambaye mwenye kufuata Qur'an akaifuata Sunna ataishi maisha bora. Kwa hiyo kama tunapaparika kutafuta maisha, tunahangaika kutafuta maisha, kwanza tuyatengeneze misikitini na majumbani mwetu. Tutekeleze ibada jamani. Iwapo kama hatutekeleza ibada, haya maneno tunazungumza hapa, siku ya kiyama utakuwa unayakumbuka. Kwa sababu itafika siku kila ulichokifanya kibaya na kizuri utakikumbuka. Alafu yale mabaya yatakuwa ni mengi. Kwa hiyo yale mazuri yatakuwa ni kidogo. Matokeo yake maskini unafungwa nyororo, unaenda kutupwa motoni. Wal-iyadhu billah. Kwa hiyo ndugu zangu, tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuanze somo zetu kwa kutekeleza ibada. Tujitahidi, mbali na kufunga, tuswali. Mtu asije akashangaa, kwani mimi ni kafiri? Jamani, shekha haja kutukufurisha. Sija kukufurisha mimi, umekufurishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu pia. Kwa hiyo ni maajabu ndugu zangu. Mtu ni Muislamu na anaitwa ni Muislamu, alafu asitekeleze ibada ya swala. Kwa hiyo hukumu ya ibada, hukumu ya swala ndio hii tulizungumza. Mwenyezi Mungu akipenda, wakati mwingine tutazungumzia sharti za swala. Hii swala mpaka ikamilike, kuna vitu vinatakiwa, kuna masharti. Na hii ndio maana ya ibada iliyoteremka kutoka mbinguni, kwamba kila kitu lazima kiwe na masharti na kiwe na taratibu zake. Kama wewe unapotaka kuingia nyumbani kwako, lazima ufungue mlango huu hapa, kwa sababu mlango umewekwa kwa ajili ya wewe uingie au hapa. Huwezi kumwambia fundi njoo funje dirisha niingie na wakati mlango uko wazi. Watu watakuona wewe ni kama hamnazo hivi. Alafu nguo, kanzu yako au baibui lako au suruali lako, yule aliyekushonea akakuwekea sehemu kwamba hii inatakiwa ivaliwe ikiwa yani usivae kinyume. Ukitoka umevaa shati kinyume, watu wanajua wewe akili zako kidogo zina matatizo. Kwa hiyo vile vile katika ibada ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaiteremsha, ina utaratibu. Ibada ina masharti, ibada ina nguzo, ibada ina vitu Muislamu akivifanya inabatilika, inakuwa haina kazi tena. Ndio tutakayozungumza kesho inshallah. Kesho Mwenyezi Mungu akipenda tutazungumza masharti ya ibada ya swala, ili mimi ni swala yangu ikawa vizuri, ikawa ni yenye thawabu, nikalipwa, inatakiwa ikamilishe vitu gani. Kwa hiyo inshallah hiyo tuiweke ili tuweze kuzungumza kesho, kwa sababu muda tuliopanga umeisha. Inshallah ni nafasi ya maswali. Tumuombe Mwenyezi Mungu haya tuliyozungumza yathibiti katika nyoyo zetu na nafsi zetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki ya kuyafanya yale ambayo anayoyapenda na kuyaridhia.
wabillahi tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik.